Mungu mtoni Nilos, na watu wengine mpaka leo, mpaka kwa sasa kule kwa India, watu wa India wanaabudu nyoka sawa mungu yao. Nikisema wanaabudu bintu ya mbele ya macho yao, mtoni Ganges kule kwa India, watu wanaabudu mtoni Ganges sawa mungu yao, sababu wanaishi bila imani, bila kumwamini Bwana Yesu Kristo. Lakini sisi utukufu kwa Mungu Baba alimtumia Bwana Yesu Kristo juu ya kutufundisha fundisho ya kweli, fundisho mpya, namna gani sisi tutaweza kumfuata, sababu yeye Yesu Kristo ni mwokozi wetu, ni mkubwa baba yetu, na tena yeye ni baba wetu wa roho na mwokozi na mlinzi yetu. Na fundisho ya tatu ile leo sisi tulisikia ndani ya Injili ya Kristo, tulisikia kama mtu mmoja mwenye anakataa kumwamini Yesu Kristo, yeye atahukumwa, yeye peke atahukumwa. Ni kusema asitaweza kuokolewa, asitaweza kujia uzima ya milele. Nani? Ule mtu atakataa kumwamini Bwana Yesu Kristo. Vile leo tulisikia mtu mmoja kama anamdharau Yesu Kristo, anakataa kumpokelea mzima yake sawa mwokozi yake, sawa mkubwa baba wa roho yake, huyu mtu atahukumwa. Ni kusema yeye atapoteza uzima ya milele, kwa sababu juu ya kosa yake alimkataa Yesu Kristo, alikataa kufuata fundisho yake. Hii fundisho ya leo tulisikia kama Yesu Kristo ni mwokozi wetu. Ya pili, yeye alikuja kwa upendo ndani ya dunia, na sisi tunapaswa kumwamini. Na fundisho ya tatu iko namna sisi kufanya iko namna kumfuata bila kumdharau. Kama utamdharau, uzima yetu ingine kumulele itakuwa uzima ndani ya jehena pamoja na Shetani. Leo tena kanisa yetu inashangilia moja ingine fete kubwa. Tunashangilia leo mzalio ya Mama Maria mzazi Mungu. Tunasema ya kama Adamu na Eva walipoteza njia ya wokovu, na waliongoja walisubiri akuje mmoja uwezo kutoka Mungu juu ya kusaidia watu wale waliishi ndani ya mateso yao, ndani ya matamaa yao, ndani ya kila tatizo mzima yao. Na Mungu alifanya nini? Alitengeneza, alitayarisha njia ya wokovu ya watu wote ya dunia. Na leo tunashangilia nini? Ujio ya mzazi Mungu Bikira Maria ndani ya uzima wetu. Sawa na wewe, wakati mmoja mama akazaa mtoto, furaha iko kwake, furaha ya jamaa, furaha ya majirani, ya watu wote, mnafurahi kwa sababu mtu mmoja mpya alikuja ndani ya dunia. Mnafurahi, mnacheza, mnakula, mnamshukuru Mungu. Vile vile na kanisa yetu leo, mataifa wote Waorthodoksi wanafurahi kwa sababu alikuja Mama Maria mzazi Mungu ndani ya dunia. Juu yeye alikuwa mwanzo na uwezo yake juu ya kutuletea uzima wetu mwokozi Bwana Yesu Kristo. Mama Maria mzazi Mungu alizaliwa kwa wazazi wake Yoakim na Ana. Hawa wawili walikuwa watu wenye heshima, wenye haki, vile inaandikwa ndani ya Agano la Kale, ndani ya Biblia inaandikwa kama walikuwa watu wenye haki, watu wazuri. Ni kusema walimuabudu Mungu, walimheshimu, lakini wanakosa kuzaa mtoto. Na mwenye kwa mfano mama mmoja anakosa anashinda kuzaa mtoto, analia, anasikitika, sababu vile iko sheria ya Mungu mtu kuzaa watoto juu ya kufurahi, na mtoto mmoja ndani ya jamaa kaleta furaha kubwa. Vile vile na wazazi wale yake Yoakim na Ana waliishi miaka mingi bila kuzaa mtoto. Mama yake Ana
alifika mpaka umri yake sekanef, alifika na umri yake miaka sekanef, na alikuwa tasa na bwana yake Yoakim alifika na umri yake miaka 69, na yeye alikuwa mzee bila wawili kuzaa mtoto, lakini walikuwa na imani kubwa na iko ndani Mungu afanye moja muujiza. Na alifanya je? Yoakimu aliingia ndani ya moja fasi kule mulima. Hii fasi leo iko monasteri ya Mtakatifu George Kozevitis. Kule aliingia ndani ya moja kavu, moja fasi kule, na alifanya sala yeye peke Yoakimu, na bibi yake Ana alikaa pembeni ya nyumba yake kwa fasi ilikuwa moja fasi ya shamba yake kule. Yote mbili walifanya sala, na usiku moja alikuja malaika wa Mungu hawa wawili, na aliwaambia kama ni mapenzi ya Mungu ya kuzaa mtoto. Walipatikana sawa, bwana na bibi yake walipatikana katika kimwili, na alizaliwa huyu mama Bikira Maria, na vile ni moja muujiza kubwa. Namna ni moja mama Ana wakati yeye alikuwa na umri yake miaka 54 karibu 60, namna moja mama mzee alizaa mtoto, ni moja muujiza. Na sisi tunajua kama Bikira Maria wakati alikuwa na miaka 3, wazazi yake walipeleka hekaluni Solomon, vile ilikuwa sheria ya dini ya Kiebrania. Mtoto wa kwanza ule alizaliwa, ilipaswa wazazi wake kumutoa sawa moja zawadi mbele ya Mungu ndani ya hekalu ya Solomon. Na Bikira Maria alibaki kule miaka 12. Wakati alikuwa miaka 3 aliingia ndani ya kanisa mpaka alikuwa miaka 9. Na kisha Bwana Yesu Kristo, kisha Mungu alitengeneza programu juu ya ujio ya Bwana Yesu Kristo kwa Bikira Maria. Bikira Maria yeye alizaliwa bila bwana. Hii ni moja fenomen, ni moja fumbo, ni moja misteri kubwa. Namna gani mtu mmoja, mama moja alizaa mtoto bila bwana. Ni moja kitu kitakatifu ya ajabu kabisa. Jo vile Bwana Yesu Kristo alikuja duniani, alichukua mwili sawa sisi, lakini aliishi katikati yetu sawa Bwana Mungu na sawa mtu, na yeye aliishi na maasili ya maasili mbili, sawa mtu asili kimutu, sawa Mungu asili kimungu.